Mimi wanacheka sana. Kwa nini Tanzania tuwe na majimbo 300 na ya uchaguzi? Tukizidi sana kwa hii nchi inahitaji majimbo 130 tu. Kwa nini? Kila wilaya ni jimbo la uchaguzi linatosha. Sisi tumefanya D by D. Decentralization by devolution. Sisi tunaamini baraza la madiwani ndio linalofanya kazi. Ndio. Kwa nini unahitaji utitiri wa wabunge wakati wanaofanya kazi ni madiwani na mkurugenzi? Kwa hiyo katika halmashauri ile ndio kuna mbunge. Kwa hiyo ile wilaya nzima inahitaji mbunge mmoja. Halmashauri inatosha kusimamia zile shughuli kule chini. Huko na utitiri wa majimbo ni kuongeza gharama za uendeshaji katika taifa. Jambo lingine, futa wakuu wa wilaya, futa wakuu wa mikoa. Hatuhitaji kuwa na wakuu wa mikoa. Wakaa kina nani pale? Mkuu wa mkoa anafanya kazi gani? Unatengeneza kanda tu zone. Kwa hiyo anatakiwa awe nani pale? Yaani ukishatoka pale kwenye wilaya unarudi si ndio kuna wakurugenzi pale? Ndio. Basi unarudi kwenye uratibu TAMISEMI. Pale mkuu wa mkoa anafanya kazi gani? Niambie kazi ya mkuu wa mkoa. Ni kazi ipi? Leo hii tumwambie tu mkuu wa mkoa yoyote asishike kalamu. Kazi ipi itakuwa? Hayo ni mapendekezo yako. Yangu mimi. Okay. Kwa sababu najiuliza hilo swali. Leo niambia ni kazi ipi nikimwambia mkuu wa wilaya asikuwepo? Ipi kazi ipi itakuwa? Sasa ukishajiuliza hiyo kwa nini uwe nao watu hao? Hao ndio wanaoleta vurugu na gharama kubwa kwenye uendeshaji wa nchi. Na lingine mimi nitakalofanya ni kuboresha utendaji hasa wa ofisi ya rais ambao mimi ningetaka lifanyike. Wabunge wasiwe mawaziri. Rais akitoa madaraka aruhusiwe kutoa mawaziri wake kokote anakotaka, hata akibeba familia yake wawe mawaziri. Lakini bunge liwe na mamlaka ya kumwajibisha. Yaani tuwe na parliament, a real parliament. Sio mtu anajiita mbunge anatamani uwaziri. Ndio maana kuna unakuta watu wanaimba mapambio tu kule bungeni. Lakini tuwe na bunge sawa, kamili. Lakini ukishakuwa mbunge ujue umeshafua go waziri. Rais akiwini aruhusiwe akitaka kwenda vyuo vikuu, akitaka kwenda sokoni, akitaka kwenda kwenye ukoo wake, ili mradi watu wamefanywa vetting, ateue watu wanaotaka wawe mawaziri wa kumuongoza. Hapo tutaleta uwajibikaji. Tutakuwa na mahakama inayowajibika, tutakuwa na bunge linalowajibika, na rais anayewajibika bungeni. Na rais akicheza, bunge linamuimpeach dakika 5. Lakini sasa kwa hivi tulivyo, ni scratch my back, scratch your back. Kwa hiyo hakuna kinachoendelea. Hayo ndio maoni yangu.